Pale ulipo, hii ni Sauti ya Mamlaka. Tuko hapa kwa ajili ya kuyachakata mengi ya kimichezo ambayo yamejiri ndani ya mipaka Tanzania, hususa katika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Tumeshuhudia siku ya jana baadhi ya wanachama wakifanya place maeneo ya Kijichi na kuweza kuzua taharuki, naweza nikasema hivyo. Tukaona tumtafute Mikoi Kisugu kwa ajili ya kuzungumzia hili hasa kile ambacho kimezungumzwa pale siku ya jana. Mikoi Kisugu, kwanza kabla tujaenda mbali, ni kwa nini watu wengi wanajiuliza hauonekani kwenye matukio kama haya yanapozuka mara kwa mara, kuonekana kwenye place ambazo zinazua taharuki? Kwa upande wako kulikoni? Kwanza lazima niseme mwanadamu mwenye kuelewa ni yule mwanadamu ambaye anaendana na nyakati. Kama hutaki kutambua nyakati, utapata shida kwenye maisha. Kama hutaki kutambua nyakati, utapata shida kwenye maisha. Hao wazungu wameleta neno, sijui kama nitakuwa sawa kulitaja. Wazungu wanasema past tense. Nyakati. Moja katika nyakati ambazo Simba inahitaji utulivu, mshikamano, ni nyakati hizi. Mimi naamini katika muda ambao Simba unahitaji utulivu wakati kwa hiyo hawa wanaojaribu kuitisha place is not fair kwa Simba. Atuitendei haki Simba. Tusiamini sisi wana Simba ambao tunapata nafasi ya kuzungumza na vyombo vya habari kwamba ndio Simba. Lakini pia tuamini wako wana Simba ambao hawapati nafasi ya kuongea na vyombo vya habari. Hawa ndio wana Simba halisi. Wale ambao hawapati nafasi. Simba ni maisha ya watu. Kuna watu ili waishi vizuri, ili waishi kwa amani, lazima Simba iwe inapata utulivu, la Simba iwe inapata matokeo. Wanaamini. Leo sisi tuko Dar es Salaam. Tunaamini tuna maumivu makubwa na Simba. Lakini amini kuna watu wako na mtumbo kule. Katika jimbo la Mheshimiwa Juma Omera. Wanaumia na wanakufa kwa ajili ya Simba. Leo hii kuna watu Afrika Kusini, akina wadogo zangu, akina Sam Kumaro, wako nje ya nchi, lakini anytime wanajaribu kuiangalia namna ambavyo Simba inafanyaje katika maisha. Hawa wote wanapata maumivu kwa sababu ya mapenzi ya dhati na nini? Na Simba. Leo kuna watu wako Kahama, kuna watu wako Arusha, kuna watu wako kwetu kule Mkugilo, kuna watu wako Msanga Ngongele, Panga la Shaba, Panga la Mwingereza, kwa Dibibi, wanaumia kwa ajili ya Simba. Leo tusiamini kama sisi tunapata nafasi ya kuongea vyombo vya habari kwamba ndio Simba zaidi kuliko watu wengine. Kwa hiyo kuna muda sisi tunapata nafasi ya kuongea kwenye vyombo vya habari, lazima tutengeneze kwenye mentality zetu, kuwatengeneza wana Simba saikolojia, ili waendelee kusimama kwenye dua na sala, waombee timu yao. Tuko kwenye kipindi kigumu, kipindi ambacho Simba iko kwenye mashindano kwenye ligi ya NBC. Na niwaambie, hiki kinachotokea hakina afya kwa Simba Sports. Iko sawa. Iko sawa. Place why? Alafu leo mwandishi unakuja ofisini kwangu asubuhi ninapotafuta riziki, unasema kwa nini Kisugu hatukoni katika hizo place? Huwezi kuniona na siwezi kutokea, kwa sababu mimi naamini kwenye umoja, mimi naamini kwenye amani, na mimi naamini mpira unahitaji pesa. Na ndio maana nimekuwa na heshima kubwa kuwaheshimia wote ambao wanakuja kufanya uwekezaji kwenye nini? Kwenye Simba. Kumekuwa kuna makundi, wengine wanakuwa upande wa mwenyekiti na Jairuti, wengine wanakuwa upande wa Mo. Inaashiria moja kwa moja kwamba hawa wananunuliwa na wewe hauko hivyo. Sitaki kuzungumza kana kwamba wananunuliwa. Ninaweza nikaamini kwenye upeo wa mitazamo. Labda mitazamo yao wanaamini kufanya kile ambacho anachokifanya, lakini niwaambie wanaumiza watu.
Na hii sosi na sababu imeanza kwenu ninyi waandishi wa habari. Hili mimi nitalisema kwa sababu sio mnafiki. Mnavyopeleka vitonge, mnajaribu kuangalia watu wana experience gani na uwezo gani wa kuongea kwenye vyombo vya habari. Ninyi waandishi wa habari, baadhi yenu mmekwenda kujenga mentality katika mashabiki wa Simba, kuonekana kwamba Simba ziko mbili, lakini mimi naamini Simba iko moja. Simba Sports Club. Ila mimi naamini ndani ya Simba iko memorandum understanding, tumekubaliana na mwekezaji ambaye hivi sasa kwa wakati huu mwekezaji wetu ni Mohamed Dewji. Kwa hiyo kuna muda lazima tumpe heshima yake kama nani? Mwekezaji wa Simba. Lakini unapokwenda kumzungumzia Mohamed, moja na nafasi ya uwekezaji, lakini pili ni mwanachama wa klabu ya Simba. Ndio mwandishi. Usiwe na waka wa Pemba wasema. Lakini pia tutakapokwenda kumzungumzia Mohamed kwa mapana yake, lakini pia twende kuzungumzia Jerut kwa mapana yake, kwa sababu ndio mzabuni wa nini? Wa jezi. Kuna muda lazima tuwaheshimu wanaokuja kuwekeza ndani ya Simba. Leo uwekezaji wao waliokuja kuwekeza kwenye Simba wasione wamekuja kutengeneza kaa moto kwenye Simba. Hawa wawekezaji waone wamekuja kuwekeza na kuleta fulani ndani ya nini? Ndani ya Simba. Mwandishi, kila mmoja na nafasi yake. Nenda mkawaulize wanasayansi namna ambavyo Mwenyezi Mungu anavyomuumba mwanadamu kwenye tumbo la mama. Ukiachia mfumo wa manii, lugha nzuri au sio lugha nzuri waandishi? Ukiachia mfumo wa manii ambayo yanaingia kwenye eneo la mama, linakwenda kwenye pande la damu, likishatoka kwenye pande la damu, Mungu anakwenda kumtengeneza kiumbe. Nenda kaangalia Mungu system ambavyo anakwenda kumtengeneza. Vidole haviumbwi kwa wakati mmoja. Mungu anaanza kidole cha kwanza, anaanza cha pili, anaanza cha tatu, anaanza cha nne, anaanza cha tano. Lengo la Mungu ni nini? Lengo la Mungu ni kutoa na kuonyesha utofauti wa namna ambavyo anavyoumba katika mwanadamu. Mo ni mwekezaji kwenye Simba, apewe thamani yake. Jeruti ni mzabuni kwenye Simba, apewe thamani yake. Leo haiwezekani wewe unajiita influencer wa Simba alafu unakwenda kutengeneza matabaka. Huyu anafaa, huyu hafai. It's not fair. Kisugu, jana ukitazama ile place mezani kulikuwa kuna vinywaji vya Mo Cola. Imetafsirika moja kwa moja, pengine yawezekana kwa kutumia vinywaji vile huenda wametumwa na Mo mwenyewe. Ili pengine wewe umelipokea. Moja katika mabilionea ambaye hawapi nafasi ya kuonekana na mashabiki wa Simba ni Mohamed Dewji. Hakuna asiyejua hili. Sifikiri na wala sidhani kama Mohamed Dewji aliwaambia nendeni mkafanye kile ambacho mnafanyaje? Mnachokifanya. Sifikiri. Yawezekana wao kwa mapenzi yao, kwa mitazamo yao, wakaona kile ambacho tulichokifanya kiko sahihi, lakini wakae wajitafakari. Sikiliza vizuri mwandishi, nisikiliza vizuri mwandishi. Wao sitaki niwaonyeshe vidole kwa sababu ndio uwezo wao. Yawezekana mawazo yao yako sawa kwa mitazamo yao. Mimi sitaki kukaa na mtazamo wao, lakini siamini kwenye kutumwa. Na hata wale ambao waniokwenda kumzungumzia vibaya Mo kwenye vyombo vya habari, nyinyi mnawahoji. Siamini kama kuna mtu mwingine kafanyaje? Kawatuma. Lakini vile vinywaji vinajenga taswira namna gani mezani? Na mada walizokuwa wakizungumzia walikuwa wakimkandamiza Jerut na mwenyekiti Mangungu. Nimezungumza muda so mrefu. Nimesema kwa mitazamo yangu, yawezekana ni mitazamo yao na maamuzi yao, sio kutumwa. Kwani kile kinywaji kinauzwa shilingi ngapi? Mwakula 600. Si ndio? Wakiamua wenyewe kufanya. Ila kwa sababu kuna migogoro na migongano, watu wanaamua kutengeneza hiyo tafsiri. Lakini niwaombe sana hawa watu ambao tunapata nafasi ya kuongea kwenye vyombo vya habari. Bro, watu wanaumia. Watu wanakufa. Watu wanapata pressure. Simba ni maisha ya watu bro. Tuwe serious basi katika hili.
Kuna muda watu wenye akili timamu mnatakiwa mkae chini mtafakari, wapi tumetoka, wapi tulipo na wapi tunataka. Hii migogoro ilitaka kutuasiri mwaka 90, timu kutaka kuteremka daraja. Wakati huo ligi inaitwa ligi ya bara. Wakati huo moja katika timu zilisajili vizuri ni Simba. Migogoro ikatupeleka babaya, ikapelekea timu wakati huo timu 24 kwenye ligi ya bara. Wakati huo kwa mujibu wa kanuni timu 4 zinateremka kwenye timu 24. Ukihesabu timu ya 20 ni ya Simba. Maana yake Simba alikuwa mstari mwekundu katika timu ambazo zinakwenda kuteremka nini? Daraja. Wakati huo akina marehemu Duma Mnonji, akina marehemu Salum Faya, unawajua? Kakaangu akina Runa Nazi, timu watu wanachukua wanaiteka, mtu anakuja anaitia kwenye nani Costa. Leo nasikia Radio Tanzania ya RTD almarhumu Abubakar Liongo, hatimaye Simba yatekwa. Tumetoka huko. Tuwafanyie fair wana Simba. Na ndio maana mwandishi, hutoniona kwenye place zenu hizi. Wewe ndio unaoniuliza hili jambo, kwa nini wewe tukuoni na huwezi kuniona? Kwa sababu najua faida na hasara ya migogoro kwenye nchi. Kwa sababu wewe hautumiki Kisugu. Mwaka 90-91 tunanusurika kuteremka daraja. Tunakwenda kuwafunga Dar es Salaam Africans goli 2 katika uwanja wa Uhuru. Hiyo goalkeeper anacheza mtu mmoja anaitwa Moses Mkandawire. Fullback RP Rafael Paulo hiyo. 3 Hamidu Noriega. 6 kuna mtu mmoja anaitwa Aston Pardon. 7 kuna mtu mmoja anaitwa Sanda Juma Rafael Juna, mweka mtu mmoja anaitwa Dani mmoja. Mzee wa Afro tulimchukua kutoka Pamba ya Mwanza hiyo. Hiyo winga na mtu mmoja anaitwa John Makelele Zigzaga. 9 na 10 Meujagla Malotasoma na mtu mmoja anaitwa Edo Boy Edward Chumila. Vijana, migogoro haifai kwenye timu. Tunawaumiza watu. Acha hicho kisa. Njoo katika kisa katibu mkuu David Ngonya. Anataka kufanya mkutano kwenye klabu ya Simba. Wakati huo pale kwenye klabu ya Simba pale Kariakoo kuna mti mmoja unaitwa mkungu, yamezungukwa ukuta, tumeweka makuti haya. Makuti bro. Kisugu, ukiwasikiliza migogoro. Taurati, Injili, Zaburi na Qur'an bado inatusisitiza aman. Jana tumewasikia umezungumza kuhusu mgawanyiko. Wale wengine ambao kwa jina na wahifadhi kwa sababu wamegawanyika, wamejibu mara baada ya press ile na wakisema kwamba wanautaka uongozi wa Simba uchukue hatua dhidi yao kwa sababu wao uongozi uliochukulia hatua kusema kwamba wametumia nembo za wadhamini vibaya, lakini wao wakidai kwamba kinywaji kimeonekana pale mezani. Wanauomba uongozi uwachukulie hatua kwa kuzua taharuki na kumuhusisha Jairut kwenye majambo haya. Yes, kama kanuni zipo zifuatwe. Kama utaratibu upo ufuatwe. Kwa sababu Simba inaongozwa kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni. Katiba, sheria na kanuni. Na ziko sheria, ziko kanuni zimetengenezwa kwa ajili ya kuwadhibiti wanachama pindi endapo wanapokwenda tofauti na klabu inataka. Kama wao kwa mujibu wa kanuni wamefanya makosa, basi tuache kanuni iende kufanya kazi yake.